Shalom, shalom, wapendwa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu natambulika kwa jina la Pastor Aquilin Anthony Chua. Niko maeneo ya Rafia. Tuna huduma inaitwa CDMM kwa ufupi. Kwa urefu ni The Christ Disciple Making Ministry. Kazi moja na lengo kubwa la huduma yetu ni kuwafanya waumini kuwa wanafunzi wa Yesu. Karibu mpendwa katika Bwana, ujifunze Biblia pamoja nami. Tunataka usiwe mtegemezi, tunataka ujitegemee. Ndivyo Mungu alivyokuumba, ya kwamba uwe mwanafunzi wake, umtambue, umjue na umtumikie ukiwa na amani na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo tumeona tushiriki nanyi kwa njia ya mitandao ya kijamii katika topic niliyoipa jina la ushirika wa ndani. Yaani wazungu wanasema intimacy. Intimacy ni ule ukaribu wa ndani sana. Ukaribu wa roho, nafsi na hata mwili. Sio kuwa tu na ukaribu wa mwili, uwe na wa kinafsi, wa kimwili na wa kiroho. Kwa lugha ya rahisi ni kufahamiana kwa kina. Ni kufunguka bila hofu, kufunguka kwa ndani kabisa, kushirikiana moyo kwa moyo na kuaminiana katika yale tuliyokusudia kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha rahisi, Mungu alivyotuumba, cha kwanza alichotaka mwanadamu aelewe ni ushirika wa yeye na yeye. Yaani ushirika wa wewe mwanadamu na yeye Mungu. Ndio maana alikuja na wazo kwanza, yeye katika Utatu Mtakatifu akisema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Ni wazo alilokuja nalo, ambapo tunasoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo 1:26. Hebu msomaji wangu anza unisomee ili tuweze kwenda sawa sawa na neno. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ukishafanywa kwa mfano wake, ukamiliki na kutawala vyote viujazavyo ulimwengu. Hapa ndipo siri ya ule ushirika na Mungu unapokwenda kuonekana katika macho ya nyama na damu. Kwamba mimi nimeumbwa kwa mfano wake, ameniumba. Lakini ameniumba kwa mfano wake na amenileta duniani. Kinachofuata baada ya kuumbwa ni mimi kumiliki na kutawala, lakini pamoja na yeye. Tunauona pale ule ushirika wa mimi na yeye katika kumiliki na kutawala. Na hapa ndipo utakapokuja kuona sasa watu wanamwamini Mungu, watu wanaamini kabisa wana ushirika na Mungu, lakini utashangaa una ushirika na Mungu katika kuabudu na kusifu, katika kumjua. Lakini panapokuja eneo la kumiliki na kutawala, unajigundua bado pale kuna shida. Shida pale ipo ni kwa sababu hujaelewa kiwango cha ushirika ambao Mungu anataka muujenge wewe na yeye. Kwanza ukumbuke, Mungu ilikuwa ni wazo kukuumba. Na ndio maana kule kwenye Yeremia 1 anasema, na alikujua kabla sijakuumba, na alikutakasa kabla haujazaliwa tumboni kwa mama yako. Kwa hiyo na alikujua wazo. Kwa hiyo wazo lilipotimia, sasa anakwenda kuumba, ndipo akamuumba mwanadamu. Ambapo alipomuumba Adam pale tunaposoma kwenye Mwanzo 2 kwamba akamfinyanga mwanadamu Adam kutoka kwenye udongo. Bwana Yesu asifiwe. Alipomfinyanga kutoka kwenye udongo, kuna kitu kikubwa sana alikifanya tofauti na uumbaji mwingine wowote ambao aliwahi kuumba. Nini maana yake? Tukianza kule mwanzo tunaona Mungu akasema na iwe. Mungu akaumba mbingu, akaumba nchi. Mungu akaumba wanyama wa kondeni, akaumba.
Mungu akaumba maji, Mungu akatenganisha. Yaani tunamuona akitamka neno, anatamka alafu vinakuwa. Lakini tunakuja pale kwa mwanadamu. Mwanadamu kwenye tamko alitamka kule Mwanzo 1:26. Lakini pale kwenye Mwanzo 2 yeye tunamuona akamfinyanga. Alipomfinyanga akafanya kitu cha ajabu, akapuliza pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai, aliutoa uhai kwake, akauingiza uhai kwa mwanadamu. Ushirika wa kumjua Mungu katika nafsi, kumjua Mungu binafsi, unaanzia pale alipuliza pumzi yake. Kwa hiyo tunathibitisha aliposema tushuke tumfanye kwa mfano wetu. Kumbuka pale mwanzo hapa kuwepo na mwanadamu, lakini Mungu alikuwepo. Na kilichokuwa kinasababisha Mungu aonekane alikuwepo ni yale matendo aliyoyatenda ama aliyoyatamka. Tunashuhudia kabisa palikuwa na kitu hai ambako ni Mungu. Kwa hiyo Mungu katika vyote alivyoviumba hakuna mahali tulimuona amepulizia pumzi, ila kwa mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake amepuliza pumzi, amehamisha uhai kutoka kwake, uhai umekuja kwa mwanadamu. Maandiko yanasema huyu mwanadamu alipomuumba na alipomwangalia na kumtafakari, alipogundua hakuna cha kufanana naye, alimuumbia na mwenzake Hawa. Akawachukua wote kwa pamoja, akawaweka bustanini mwa Edeni, akawaambia muilime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Ailime na kuitunza ni kazi namba 2. Kazi ya kwanza ni ule ushirika wa yeye na wewe kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika huu wa yeye na wewe upo pale tulipokuwa tukisoma kitabu chetu cha Mwanzo 3:8. Hebu msomaji tusomee pale 3:8. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo 3:8 linasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tangu tunasoma maandiko kuanzia kule mwanzo, hatukujua kama Mungu alikuwa akitembelea bustanini. Sisi tunaona tu alimuumba, akawaumba kwa pamoja, akawaeka katika bustani ya Edeni na kuwapa maelekezo. Lakini tunakuja kuona walipotenda dhambi kwa kulila lile tunda walilokatazwa wasile, ndipo tunapomsikia Mungu sasa akiwauliza mko wapi? Kumbe Mungu alikuwa akitembea kila wakati jioni akija kuzungumza na hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa watu walikuwa wanakuja kuzungumza na Mungu kivipi? Ni katika umbile langu hili linavyoonekanika? Kumbuka tunasoma pale kwenye Yohana 4:24. Wamwabudio Mungu, kwa sababu Mungu ni roho, nao wamwabudio Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo nataka niamini hapo walikuwa wakiwasiliana rohoni, kwamba ndio Adamu na Hawa walikuwa katika miili yao wameumbwa, wamewekwa pale, lakini mahusiano yao hata Mungu kusema mko wapi, ina maana ilikuwa ni rohoni. Na hauwezi ukaingia rohoni kama hujaelewa yale mahusiano, ule ukaribu ambao tunaita intimacy, ule ushirika katika roho na roho. Ile pumzi iliyotoka kwake ikaja kwako, ile ni roho na roho, vinawasiliana, vinazungumza. Kwa hiyo Mungu alipowakuta hizi roho hazipo kwenye nafasi zao, aliwauliza mko wapi? Lakini roho hizi zimetokaje kwenye nafasi zao? Hizi roho zimetoka kwenye nafasi zao baada ya wao kutenda dhambi. Maandiko yanasema, ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 54, kwamba maovu yetu yametufarakanisha na yeye. Ukitenda dhambi unaweka ukuta wa roho yako kuwasiliana na roho yake, na at that moment ya kutenda dhambi Mungu anakuwa anajua. Na ndio maana kutenda dhambi kwa mwanadamu sio hitimisho la kuondoa mahusiano, la kuondoa intimacy ya wewe na Mungu. Hapana. Ndio maana tunajifunza kwamba walipotenda dhambi Mungu aliwaambia, nani amewaambia kwamba nyie mko uchi? Nini kimewaonyesha
kwamba ninyi mpo uchi. Kumbe hata katika hali ya dhambi bado Bwana anazungumza. Nini? Kuna kitu pale anakitengeneza, kwamba dhambi sio tatizo la kukutenga wewe na Mungu, bali wanadamu kwa nature zetu na kwa uluka zetu, mara nyingi tunapokosa ule ulinzi wake, ile cover ya Mungu, huwa tunajisikia ni watupu, tunajisikia ni wapweke, tunajisikia ni watu tuliojaa na hofu. Kwa hiyo kinachotukimbizaga mbele za Mungu ni hofu na mashaka, kitu ambacho hata wakina Adamu walipata wa uzoefu, kwamba walikimbia mbele za Mungu kwa sababu ya ile dhambi. Lakini acha nikwambie neno leo moja, tunza sana ushirika wewe na Mungu hata kama umetenda dhambi. Mungu neno lake kuna mahali anasema hakuna aliye mtakatifu isipokuwa yeye peke yake. Maana yake ni kwamba sote twaweza kuanguka dhambini muda wowote na saa yoyote. Nini? Siwezi kupoteza mahusiano yangu na Mungu. Siwezi kupoteza intimacy yangu mimi na Mungu eti kwa sababu nimetenda dhambi. Dakika nikitenda dhambi nitaomba rehema na nitatubu. Nikitubu yeye ananisikia na yeye anajua kunisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaisoma pia hata kule wakati wa Kaini amemuua ndugu yake. Mungu anamwambia Kaini kabla hajaua, Kaini, kwani wewe ukitoa sadaka vema hautakubaliwa? Nini? Kesha tenda uovu, yeti Mungu anamwambia, je, unadhani ukifanya vema hutakubaliwa? Mungu anatupa nafasi ya kujitathmini na kujikagua na kuomba toba ili kurudisha mahusiano, the intimacy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza ushirika wa kwanza wa mwanadamu na Mungu haukuwa ni kazi, haukuwa ni kuzalisha, haukuwa kwenye mamlaka. Ulikuwa ni ushirika, ni fellowship ya sisi na yeye. Tumtukuze yeye, tumwabudu yeye, tuzungumze naye. Tukirejea neno la kule kwamba wamwabudio imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Rohoni tujenge mahusiano ya sisi na Mungu, mahusiano ya karibu sana, mahusiano yatakao kutupa uimara katika yeye. Nini? Mahusiano ya karibu ni ushuhuda wa kwamba Mungu yuko pamoja nao, kwamba ushuhuda intimacy ya mtu sahihi ni pale unapojisikia una ushahidi wa uwepo wa Mungu, una ushahidi wa uhuru wa wewe na yeye, una ushahidi na hakuna kinacho kuhukumu kwa jambo lolote. Wewe ni shuhuda. Ukitenda dhambi panatokea nini? Unajifikiri, unajihisi kujihukumu, unajihisi kukosa amani, unajihisi kukosa ulinzi, unajihisi kukiuka, unajisikia kupungukiwa. Hapa nasema na wale ambao bado dhamira zao hazijafa. Nini? Kuna watu ambao dhamira zao zimekufa kabisa. Mtu ambaye dhamira yake imekufa, hata akitenda dhambi anaona ni kawaida. Hawezi kufili ule upweke, hawezi kujiona kule kupungukiwa, hawezi kujiona kule kukosa amani ama kukosa ulinzi. Ameona ni kawaida. Kwa hiyo kama wewe unajiona uko ni mtu wa namna hiyo, kwamba dhamira yako imekufa, hufili tena uwepo wa Mungu, huoni kukosa amani, ujue wewe unatakiwa uanze hatua nyingine ya kutafuta mahusiano. Lakini kwa wewe ambaye unatenda kosa na unajifili kabisa, hapa nimekosa amani, hapa unajisikia kabisa nimekosa uhuru, unajisikia kabisa umejaa hofu, jua wewe dhamira yako iko hai. Rudi mara moja na Mungu atakupokea, na Mungu atakusamehe, na mahusiano yataendelea, na ushirika utaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hapa katika ushirika ambao Mungu aliutaka, wakati endelea kutafakari sana, nikagundua kuna kitu kikubwa sana ambacho hapa kimejificha, kwamba Mungu anawatembelea watu hawa kila jioni, kuzungumza nao, kusema nao. Uhusiano wa wao na Mungu kwanza. Kumbuka, palikuwa pana Adam, palikuwa pana Hawa, mke na mume. Bwana Yesu asifiwe. Mke na mume. Lakini hatujakiona chochote baina ya hawa watu wawili, ila tunaona yakizungumziwa mahusiano ya wawili hawa na Mungu wao. Mungu wao anawasiliana nao, na ndio maana walivyotenda uovu, Mungu alipowatafuta katika nafasi zao
aliwakuta hawapo kwenye nafasi zao. Sio Mungu aliwaondoa kwenye nafasi, ni wao walijiondoa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananiambia walipoulizwa imekuwaje wakajieleza, hapa kuonekana na aliyetubu, Mungu akawatoa katika bustani. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano yanapata pigo jingine, mnaondolewa kwenye physical. Pale mwanzo mlijiondoa spiritually, sasa mnajiondoa physical. Bwana Yesu asifiwe. Na walipoondoka bustanini, Bwana akaweka makerubi kulinda bustani, kwamba huwezi kuingia tena bila permission. Nyinyi hampo bustanini, mmepelekwa mahali pengine. Kilichosababisha mkaitenda ile dhambi ni jambo dogo tu. Adui aliona wivu juu ya mahusiano yenu nyinyi na Mungu, akaja akayasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasemaga dhambi ni to miss a mark. Yumkini ukatenda dhambi wewe, kwangu si dhambi, lakini kwako ni dhambi. Inawezekana. Kwa nini? To miss a mark not necessary ikawa ni katika zile amri za Mungu. Hata kukosea instruction ulizopewa, kukosea maelekezo uliopewa ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kina Adam kula tunda lile, yumkini wangekula kwa wakati uliokubalika isingekuwa dhambi, lakini wamekula kabla ya wakati ambao hujakubalika. Maana yake wamekosea maelekezo. Kwa lugha rahisi, wamemiss mark. Kama wamemiss mark, wametenda dhambi kwa mujibu wa makubaliano waliopewa katika bustani. Kwa hiyo walipotenda lile kosa, mahusiano ya wao Mungu kwanza, wao hapa katikati yameanguka. Hapa sasa kuna mahusiano ya wao, kuna dhambi, alafu kuna wao baadaye. Kwamba adui ameingia, na adui ndicho alichokuwa nakitaka siku zote. Hakufurahia mahusiano ya watatu ninyi, bali alitaka muondolewe ili yeye aweze kuingia na aanze kuwatawala. Na ndipo tunaposoma kwenye Mwanzo 3, utawala wa shetani na matendo yake sasa yanatawala katika Mwanzo 3. Paka inafika mahali Mungu anasema hakika hawezi kushindana na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano. Hapa ikanipa kutaka kujifunza, kuna mahusiano aina ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Katika kujifunza aina za mahusiano, nikajifunza kuna mahusiano ya aina 3. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano ya kwanza, kuna mahusiano tutayaita spiritual intimacy, ushirika wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika wa kiroho ni uhusiano wa kiroho kati yako wewe na Mungu, mahusiano binafsi. Nini? Adamu na Hawa. Adamu alikuwa na mahusiano ya yeye na Mungu wake. Hawa alikuwa na mahusiano ya yeye na Mungu wake. Ndio maana tunaona wakati Mungu anamuuliza, hakumuuliza Hawa, alimuuliza Adamu. Adamu kwa sababu ndiye aliyepewa maelekezo. Kwa hiyo yeye ndo alitakiwa ashushe maelekezo kwa Hawa. Kwa hiyo ijapokuwa Mungu aliona aliyetenda lile kosa mwanzo ni Hawa, lakini aliyepewa maelekezo ni Adam. So tunapozungumza kwa habari ya mahusiano ya kiroho, tunazungumza mtu na mtu, so kwa pamoja. Yaani hakunaga mahali utaulizwa mahusiano ya wewe na Mungu, wewe na mkeo kwa habari ya Mungu wenu. Mke wako atajibu, mume wako atajibu. Wewe baba utajibu, wewe mama utajibu. Watoto wako watajibu kwa nafasi zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aina ya mahusiano ya kiroho ni mahusiano ya mtu na Mungu. Yaani mahusiano ya roho wako na Mungu. Ndio maana anasema hapo mwanzo Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Nini? Hayo mahusiano ya kiroho yanajumuisha maombi katika kweli, yanajumuisha kumsikia Mungu, yanajumuisha uwepo wa Mungu ndani yako, inajumuisha mafunuo kwa habari ya siri zake Mungu ambazo anaziachia kwa wakati kwa kila yeye ampendaye. Maandiko anasema siri ni za wao wamchao Bwana. Sisi tunaomcha Mungu wingali tuna siri ambazo Bwana anaziruhusu kwa wakati na kwa majira iliyokubalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia kujua siri za Mungu zipo katika hii aina ya kwanza ya mahusiano. Uhusiano wa Mungu ambao tumeupa jina la spiritual intimacy, ushirika wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika huu ni mkubwa sana.
na ushirika huu una uzito sana, na ushirika huu ndio ushirika ambao Mungu alikuwa akiutaka pale bustanini. Hakuwaruhusu wale watu kukutana bustanini. Kwanza alitaka ajenge mahusiano ya yeye na wale watu. Kwanza wamjue Mungu wao, kwanza wajue kufellowship na Mungu wao, kwanza wasikie sauti ya Mungu, kwanza washirikiane katika yale maelekezo kwanza, and then mengine yatafuata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikajifunza kitu kingine. Kuna ushirika wa kihisia, emotional intimacy. Hapa ushirika wa kihisia nitaunganisha na ushirika wa mawazo. Yaani nafsi ya mwanadamu ndio imebeba mawazo, ndio imebeba hisia. Kwa hiyo naweza nikaweka kwa pamoja ni mahusiano ya nafsi na ushirika wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hapa kufunguka kwa moyo wa mwanadamu ambayo yumkini akawa na hisia. Hisia tunasema ni furaha, ni hasira, ni uchungu, ni maumivu. Hizo ni hisia. Amen, amen, amen. Kwamba katika ushirika wa wewe na Mungu, swala la hisia Mungu pia analijua. Tunajua Mungu ana hisia, ndio maana Mungu anakasirika, ndio maana Mungu anafurahi, ndio maana Mungu anapenda. Anasema yeye ukimpenda na yeye anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana hisia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika huu ushirika wa sisi na Mungu tunatakiwa pia tujenge katika ile tunaita ushirika wa kimawazo, intellectual intimacy. Kwamba mtazamo wako, ndoto zako, maono yako, falsafa yako, yote ni mambo ambayo unatakiwa uyawaze na unatakiwa uyaweke katika uwepo wa Mungu ili uweze kwenda sawa sawa na lile kusudi. Tunarudi pale pale. Ametuumba kwa mfano wake ili tukamiliki na kutawala samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kondeni. Vitu hivi vitawezekana endapo utajua mitazamo yako wewe uliopewa na mtazamo wa Mungu anaouelewa juu yako, maono ulionayo na maono ya Mungu alionayo juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni muhimu sana tunapotengeneza ushirika wa nafsi zetu tujenge katika yeye ili tuweze kutembea pamoja naye, maana yeye ametuumba kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Duniani tunaishi si kwa ajili yetu, kwa ajili yake. Hapa ndipo wengi wanaangukaga, wanadhani wamezaliwa kwa ajili yao. Anasema tumfanye kwa mfano wetu, tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, akamiliki uumbaji tuliouweka sisi. Mwanadamu anapaswa kumtumikia Mungu kwa bidii, kwa maarifa, kwa akili zako zote, kwa fedha zako zote na kwa kila kitu chako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa aina nyingine ya mahusiano nikajifunza ushirika wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika wa nini? Wa mwili. Hapa kwenye ushirika wa mwili tutasemezana kidogo. Tusisahau ushirika wa roho, ushirika wa nafsi, ushirika wa mwili. Kwenye nafsi tukasema kuna emotion ambayo ndo hisia, na kuna intellectual ambapo ndo tuliposema kwa habari ya ushirika wa mawazo. Hapa physical intimacy, ushirika wa mwili. Hapa ndo ule ushirika wa kugusana, ushirika wa kukumbatiana, ushirika wa kuhusiana, ushirika hata kufikia tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu msomaji wangu nisomee Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16. Hapa tutakaa kidogo. Hapa kuna jambo la kujifunza. Hapa kuna jambo la kushirikiana. Kuna jambo kubwa, tunaomba masikio yako. Hapa ndipo nadhani kuna mzizi wa hili jambo tunalolijadili leo. Tumesema ushirika wa mwili, physical intimacy. Msomaji soma. Amina. Neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 16. Neno linasema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kuungamana, aungamanaye
na mtu yoyote amekuwa mwili mmoja. Kumbuka tupo kwenye ushirika, intimacy, na tumefika kipengele cha physical intimacy, ushirika wa mwili ambao unahusisha sana kugusana, unahusisha kushikamana, unahusisha kukumbatiana, unahusisha tendo la ndoa. Kwamba yeyote anayeungamana na yeyote katika muktadha huu ametengeneza ushirika wa kuwa na mwili mmoja. Swali, unayeungamana naye katika mwili ni mtu sahihi? Ni halali? Hutendi dhambi? Hilo ni jambo la kutafakarisha sana. Unashirikiana, unaungamana naye huyo mtu wangapi kwa wakati? Wangapi kwa miezi mingapi? Maana kama aungamana naye na yoyote mmekuwa mwili mmoja, ina maana yumkini wewe si mmoja tena. Yumkini wewe ni 54. Yumkini wewe tangu umezaliwa ni wa 108. Amen. Yaani umewekwa na watu 100. Kwa maana kama umewekwa watu 100, wewe una miili ndani yako, miili 100. Bwana Yesu asifiwe. Hatutishani, bali ndivyo neno lisemalo, aungamana naye na mtu amekuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wewe ambao umewekwa na wapenzi 300, mwili wako una muunganiko wa watu 300. Bwana Yesu asifiwe. Katika muunganiko huu, Mungu hapa alikuwa so clever. Aliwanyima wakina Adamu wakiwa bustanini. Wakati alipokuwa anajenga mahusiano ya yeye na watu wake, hakuruhusu muungano mwingine wa Adamu na Hawa. Maana tunasoma maandiko, walipofukuzwa bustanini mwa Edeni, ndipo Adamu akamjua mke wake, naye akazaa watoto. Hakuzaa akiwa bustanini. Bustanini Mungu alitaka hawa watu wapatane, yeye na wao tu. Ni hatua katika ukuaji wa mwanadamu. Mwanadamu pale kwanza, kabla kuanzisha mahusiano yoyote, lazima uboreshe mahusiano ya wewe na Mungu wako. Lazima ujenge ushirika madhubuti wa wewe na Mungu wako. Ujenge ushirika madhubuti ambao hautapeperushwa na kitu chochote. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Na hapa nitasema pia hata kwa watu ambao kwa ajili ya calling zao wana calling walizoitwa za kumtumikia Mungu. Hapa nitasema na watumishi wa Mungu, nitasema na mapastors, watu wanaotumika katika madhabahu, watu wanaotumika katika za Bwana kama waimbaji, wanaofanya evangelism. Wale wana mahusiano kwanza wao na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Uwe makini sana. Haya mahusiano ya physical na watu wengine yasije yakaondoa yale mahusiano ya kwanza katika kuitenda ile kazi ya Mungu. Yaani wewe mwenye kuitwa, mwenye calling, haya mahusiano ya kibinadamu huko inabidi uyape namba 2 ili uweze kwenda level na Mungu wako. Kwa nini? Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Aweza kukupeleka mlimani miezi 6. Sasa sijajua huyo uliyempata, huyo unataka kuanza naye maisha, yuko tayari kukuvumilia miezi 6 wewe ukiwa mlimani kwa sababu ya wivu ule wa kwanza, wivu wa Bwana? Uwe makini. Maana Mungu wakati huo akikutaka anakutenga nini? Anataka kukumbatie yeye. Anataka kushike yeye. Anataka ule intimacy wewe na yeye tu na si mtu mwingine. Na pale panakuwa na ushirika wa yeye na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa ni kuwa makini katika miunganiko yetu, ili katika miunganiko yoyote tunayoiruhusu ujue anayeshuhudia ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi miunganiko ya kihalali ni mke, umeoa kihalali, shuhuda wa muunganiko ule ni Mungu na jeshi lake. Uwe na uhakika vitakuwa ni vya baraka. Ndio maana tunasemaga ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, na kitakachozaliwa ni kitakatifu. Kwamba kwa kuwa mahusiano haya ni halali na yamethibitishwa na yanakubalika, anayeshuhudia ni Mungu na mamlaka zake. Anaposema na malazi yawe safi na kitakachozaliwa ni kitakatifu, uwe na uhakika kinazaliwa kitakatifu. Sasa sisi tuna mahusiano yasiyo rasmi. Shuhuda ni nani? Hapo vijana nasema na nyie, hayo mahusiano yenu nyie, shuhuda wake ni nani kama sio shetani na jeshi lake? Je, haturuhusiwi kujenga mahusiano na marafiki zetu ili baadaye wakao wake zetu
tunaruhusiwa, lakini tuna tabia ya kwenda deeper mpaka tunafika kwenye tendo la ndoa. Kwanza, by the way, sikiliza, linaitwa tendo la ndoa, sio tendo la mahusiano, tendo la ndoa. Kama ni tendo la ndoa, lazima kuwe na makubaliano. Sasa nyie mnaenda mpaka tendo la ndoa wakati hakuna ndoa, uwe na uhakika shuhuda anakuwa ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tendo la ndoa umekuwa na nani. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Anataka pamoja na kuwa na huyu mtu uwe naye katika upendo wa agape, huku mnaendelea kujenga mahusiano ili uje ukaone kama mtu huyu anaweza kuwa mtu wangu. Lakini mahusiano yanayotakiwa kubamba moto, unasema tubamba bamba. Mahusiano yanayotakiwa kubamba wakati huu ni mahusiano ya wewe na Mungu wako, huku ukiendelea kumuuliza kama huyu mtu ni sahihi. Na kwa kuwa wewe una mahusiano ya Mungu mazuri, unamsikia, unaweza ukamuuliza na anaweza akakwambia huyu ndiye ama huyu siye. Lakini pia pana mahusiano mengine ambayo tumetaka tuyaseme. Tunasema social intimacy, ushirika wa kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika wa kijamii ni ule ushirika na watu katika mazingira ya kawaida. Kuna ushirika wa kifamilia, kuna ushirika wa marafiki, kuna ushirika wa watu kanisani. Hawa watu tutamingo nao kila panapoitwa leo. Ninachukia napokutana na watu tunafundishana makanisani, eti nafika mahali watu wanaambiwa hata misibani wasiende. Watu wanaambiwa hata kwenye shughuli za wenzao, kwenye sherehe, kwenye maharusi wasiende. Sikia mpendwa, Yesu aliishi na watu wote. Kwanza hapa niongee kitu katika kujenga ushirika wa wewe na jamii. Ziko huduma 3 ambazo ni muhimu sana kuzijua na kutembea nazo. Kuna huduma ya Roho Mtakatifu. Tunamjua Roho Mtakatifu hapendi uchafu. Roho Mtakatifu hapendi ufungamane na waovu. Roho Mtakatifu yeye yuko purity. Ndio maana ukimkuta mtumishi ambaye kaamua kumtii Roho Mtakatifu tu, ndio unakuta nakwambia siwezi kwenda kwenye misiba, siwezi kwenda kwenye sherehe, siwezi kwenda kwenye vikao vya watu. Lakini jamii yetu tunayoishi nayo, usipo na misiba wenzio, wewe ukifia utazika peke yako. Amen. Tunahitaji jamii, tunahitaji watu. Bwana tunasema, tunaambiwa tukusanyike katika hema, tukutanike. Ndio unaweza kusali mwenyewe, lazima tukusanyike katika hema, ni kutengeneza ushirika. Hii ni intimacy ya kijamii, lazima tupo. Kwa hiyo ile huduma ya Roho Mtakatifu lazima uideluti na huduma ya Yesu. Yesu alikaa na wadhambi, alikaa na walevi, alikaa na waisharati, alikaa na makahaba. Bwana Yesu asifiwe. Tunule mwanamke aliyempaka Yesu marahamu. Wanamwambia, wewe kwa nini umempaka mafuta haya? Situngeuza. Yesu akasema no, kafanya jambo jema. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alitufundisha kwa habari ya upendo. Yesu alikaa na jamii, japo ni wadhambi, kaa nao, yumkini uwepo wako ukawabadilisha. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ulionayo ndani yako, ukichukua na huduma ya Yesu ya kukaa na wadhambi, utajikuta umesogeza ufalme wa Mungu na umewabadilisha watu, na watu wamebadilika, na watu wamejua kwamba yuko Mungu na Mungu ni upendo. Lakini pia tuna huduma ya Mungu Baba. Mungu Baba anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Ananyeshea mvua wazuri na wabaya. Yeye yuko so humble. Ukiwa na ile huduma ya kimungu ndani yako, uko tu humble to the earth, kwamba unajijua ijapokuwa hawa ni wadhambi, mimi si mwema sana, kwa sababu hakuna aliye mtakatifu isipokuwa ni Mungu peke yake. Nini? Katika kujenga ushirika na jamii, kumbuka huduma hizi 3, usiegemee kwenye huduma moja, kwa sababu hakika unamhitaji Roho Mtakatifu aweze kukuongoza na kukufundisha. Hakika unahitaji huduma ya Yesu ili uweze kuchangamana nao, uwavute kwa huyu Yesu, maana Yesu alichangamana nao na aliwavuta. Na ndio maana alituambia hakuja kwa watakatifu, alikuja kwa wenye dhambi, walio wagonjwa, walio na njaa. Huduma ya Yesu. Lakini Mungu ya kwamba Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo Mungu wote anawakubali. Japo utasema kwa hiyo mimi mwenye dhambi niendelee kwenye dhambi. Uzikatae dhambi. Ukizikataa dhambi unaingia hatua ya pili. Huitu tu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Sasa hapo unafanyika mwana. Amen. Kumbe kwa walioweza kuishi katika uwepo wa Mungu wamefanyika wana. Kwa hiyo unasogea hatua nyingine. Unasogea ushirika mwingine
wa ndani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kujenga mahusiano ya sisi na jamii, huduma 3 lazima utembee nazo. Ukitembea na mmoja, rafiki yangu, utakaa juu ya dari. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeitwa kwa ajili ya assignment hiyo, kama wakina Petro walikaa juu ya dari kwa wakati fulani, lakini kuna wakati walitoka kwenda kufanya huduma. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukakaa kwenye dari kwa wakati fulani. Okay, leo hujaweza kujifungamanisha, hujaweza kwenda kwenye shughuli ya mwenzio, ni kwa sababu una special program umejitenga. Lakini yasiwe ni maisha, yani maisha yako yote wewe huwezi kuambatana na ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana yake? Katika hizi aina 5 za ushirika, sima tunazikumbuka zote, aina 5 za ushirika. Tukianza ushirika wa kiroho, spiritual intimacy, tunakwenda emotion intimacy, tunakwenda intellectual intimacy, tunafuata physical intimacy, tunafuata social intimacy ya 5. Katika vyote hivi nataka nikwambie, eneo ambalo limebeba vyote ni eneo la ndoa sahihi. Ndoa sahihi ina kiroho, ndoa sahihi ina emotions, ndoa sahihi ina intellectual, ndoa sahihi ina physical. Hapa ndipo palipo na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo katika kuanzisha ushirika, hakika hata we ni shahidi, tunaishi kwenye jamii kizazi hichi, tunasema kizazi cha .com. Wengi tumeanzisha mahusiano na lile la 4 physical intimacy. Tumeanzisha mahusiano ya kimwili kabla ya mahusiano ya kiroho. Na unapoanzisha mahusiano ya kimwili, automatically unajikuta umetengeneza na mahusiano emotional zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hisia. Ndio maana unakuta ukianzisha mahusiano na mtu anataka kuanza kukumiliki. Hapa hata wababa wa watu, una mke wako unatafuta tunasema kimchepuko. Unashangaa mchepuko anataka kukumiliki. Nini? Uliposhare naye tu. Japokuwa ulianza physical, kuna kitu kiliendelea ndani, kile cha emotion. Sasa anataka kukutawala wewe kama mali yake. Anataka kujua unafanya nini, unaenda wapi, unatokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana matokeo yake anaweza kuwa na maumivu kwa sababu ya wewe. Anaweza akawa na vifungo vya nafsi kwa sababu ya wewe. Anaweza kujikuta tena kufuatilia zaidi kwa sababu tu yale mahusiano ya physical yameenda kutengeneza mahusiano mengine ya emotion. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kuanzisha mahusiano, nimejikita sana hapa kwa sababu naona jambo kubwa sana, jambo la hatari. Tuna familia nyingi sana zinaharibika. Huwa tunalaumu, lakini nataka nikwambie, mara nyingi zinaharibika kwa sababu ya mahusiano uliyoyajenga pale kwanza. Uliyajenga juu ya nini? Wengi walianza na mahusiano physical kabla ya mahusiano spiritual. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ungeanza uhusiano uliyejengwa juu ya kiroho kwanza, ungeshinda. Lakini kwa tulianza mahusiano na kimwili kwanza, physical, inakunyima uhalali wa kuenjoy ule upendo wa agape. Upendo wa agape umejengwa juu ya mapenzi ya halali, mapenzi ya kweli, the deeper one, na sio mapenzi yanayojengwa juu ya hisia na juu ya matamanio. Lakini wewe ni shahidi, ndoa nyingi zimeanzishwa kwa mahusiano ya matamanio. Ukianzisha mahusiano ya matamanio, yanakunyima uhalali wa kupata ule upendo wa agape. Upendo wa agape unavumilia yote. Upendo wa agape hauhesabu makosa. Upendo wa agape hauhesabu udhalimu. Upendo wa agape unakubali hali zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema katika mahusiano, jenga mahusiano katika upendo wa agape kwanza. Upendo wa physical, ule upendo wa kukaribiana uje baadaye, ili msijengwe juu ya tamaa, bali mjengwe juu ya mapenzi ya halali, mapenzi ya kweli.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusitoke nje ya topic tukiendana sana kwenye habari ya kuzungumza ndoa, lakini kubwa zaidi ambayo tulikuwa tunataka tulizungumze ni uhusiano wa sisi na Mungu. Ili uhusiano wa sisi na Mungu utupeleke hatua kubwa sana ambayo tutaizungumzia leo, ile hatua ya umiliki na utawala. Nini? Ukiwa na Mungu wako vizuri, mna ushirika uliojengwa juu ya msingi imara, basi unakuwa na nguvu ya kinywa, unaviamrisha na vinatii. Ukiviambia njoo, vinakuja. Kwa hiyo ninaelewa sana pale Mungu alipoleta wanyama wote mbele ya Adam, akiwaambia vipe majina hivi. Alikuwa anaonyesha ule umamlaka ya kwamba viumbe vyote juu ya uso wa dunia utavimiliki wewe. Nikwambie kitu, wakati Adamu anaumbwa juu ya uso wa dunia, shetani alikuwepo. Na kama shetani alikuwepo, ina maana wewe unatakiwa umtawale hata shetani. Huwezi ukamtawala shetani kama mahusiano yako na Mungu hayako vizuri. Chukua muda mkubwa sana kujenga mahusiano yako na Mungu. Tabia za ulimwengu huu zisikudanganye. Mwelekeo wa dunia hii usikudanganye. Kuwa na mahusiano yasiyo sahihi visikutenge na upendo wa Mungu. Nini? Haujakatazwa kuwa na mahusiano, bali umeambiwa uwe na mahusiano sahihi. Unalenga nini? Unalenga kuimarisha mahusiano yako na Mungu ili uweze kuwa na nguvu ya utawala juu ya uso wa dunia. Hilo ni kubwa kuliko chochote, hasa wewe uliye na mwili uliye duniani. Ili uwe na uhai, ile pumzi aliyekupulizia iweze kutenda kazi duniani, angalia sana mahusiano yako wewe na Mungu. Ili uweze kumiliki wanyama, samaki wa baharini, ufalme mkubwa sana wa bahari, angalia sana mahusiano yako wewe na Mungu. Ili uweze kuwa na kumiliki na kutawala wanyama wa kondeni, angalia mahusiano yako wewe na Mungu. Ili uweze kumiliki ndege wa angani, angalia mahusiano yako wewe na Mungu. Mungu yeye uwepo wake ndio uliotubeba. Vyote alivyoviumba ni kwa ajili yetu. Alipotupulizia pumzi ya uhai, alitaka tufanane naye. Kama yeye alivyoumba, ndivyo nasi tunaweza kuumba. Kama yeye alivyobariki, ndivyo nasi tunaweza kubariki. Kama yeye anavyoweza kuharibu, nasi tunaweza kuharibu. Mwanadamu ana uwezo mkubwa sana, hasa ukiimarika katika yeye